Tanzania ilipata uhuru wake mwaka 1961 kupitia jitihada za majadiliano, mazungumzo na hoja za wanasiasa wakipingana bila kupigana. Watanzania tuna wajibu wa kuendelea kujenga demokrasia yetu kwa majadiliano na hoja, tukipingana bila kupanga kupigana. Namba 2. Demokrasia yetu bado ni changa. Demokrasia sio kama mtoto wa nyumbu anayezaliwa sasa na hapo hapo akaanza kukimbia kwa kasi kama wazazi wake. Demokrasia ni mchakato endelevu unaopaswa kujengwa kila siku kwa kuhakikisha kila hatua inalindwa na wadau wote. Namba 3. Sisi wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi tulikutana wiki hii. Tunaamini katika kushamiri kwa demokrasia ya vyama vingi. Ni dhahiri kuwa vyombo vyetu vimetoa mchango mkubwa katika kuijenga na kuishamirisha demokrasia ya vyama vingi kwa miongo zaidi ya 3 sasa. Namba 4. Tuliripoti na hata kuandika tahariri pale vyama vya siasa viliposuguana, hasa nyakati za uchaguzi, na kusababisha vurugu kama ilivyowahi kutokea Zanzibar mwaka 2001 baada ya uchaguzi mkuu. Namba 5. Aidha, kwa muda mrefu vyombo vyetu vya habari vimeripoti sana matukio ya vurugu, uvunjifu wa amani, vita vya wao kwa wao na hata mauaji ya kimbari kwenye mataifa mbalimbali ya Afrika yaliyoathiriwa na siasa chafu na kuingiliwa na maadui wa nje. Kwa maneno mengine, machafuko, mateso na mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia katika nchi hizo yalisababishwa na ubinafsi wa vikundi vya wanasiasa walioamua kutumia propaganda za kugawa watu bila kujali maslahi mapana ya mataifa yao. Na ni dhahiri kuwa mataifa makubwa yakiwemo ya wakoloni yamekuwa yakichangia kuvuruga amani kwenye mataifa ya Afrika ili kuendeleza maslahi yao ya kiuchumi. Namba 6. Katika siku za hivi karibuni hapa Tanzania tumesikia kauli zinachochea chuki na shari, jambo ambalo halihakisi kabisa utamaduni wa Mtanzania. Kauli zinazohamasisha wananchi kufanya vurugu, kuchoma vituo vya mafuta, vituo vya polisi na mali nyingine, sio tu ni kosa kisheria, bali ni kauli zisizoakisi Utanzania wetu na zinazopaswa kukemewa na kila Mtanzania. Namba 7. Mataifa yaliyotumbukia katika machafuko ya kisiasa, vita vya wao kwa wao na mengine kukumbwa na mauaji ya kimbari yalianza kwa kauli chochezi za mtu mmoja mmoja, baadaye vikundi, na hatimaye zikatengeneza uenda wazimu wa kihalaiki kupitia vyombo vya habari na mawasiliano ikiwemo mitandao ya kijamii. Namba 8. Zipo nchi nyingi zikiwemo jirani zetu Rwanda na Kongo, kule Sierra Leone, Ivory Coast, Liberia, Somalia, Sudan na nyinginezo ambazo zimebaki na makovu ya uenda wazimu wa kihalaiki ambayo hata pale amani iliporejea au itakaporejea bado makovu hayo yanaendelea kubaki kama sanamu ya kumbukumbu ya majuto. Namba 9. Tanzania imekuwa kisiwa cha amani kwa sababu ya misingi iliyowekwa na waasisi wa taifa letu na utamaduni wa kukaa meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zetu. Na kwa sababu hiyo, kwa miaka mingi, Tanzania imekuwa ni makazi ya matumaini kwa wakimbizi wanaokimbia machafuko ya kisiasa na vita katika nchi zao. Namba 10. Hivyo basi wa Tanzania, kwa umoja wetu, tukatae kuhudhuria karamu ya uchochezi wenye lengo la kutushawishi kulewa uenda wazimu wa kihalaiki ambao unaweza kulisambaratisha taifa letu kama ilivyotokea kwa mataifa mengine. Namba 11. Sisi wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi tunaungana na viongozi wa dini na makundi mengine yaliyojitokeza kusisitiza umuhimu wa kutunza amani tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba.